Habari za wakati huu mtazamaji wa chaneli yetu ya Biomedia. Karibu sana. Ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa mimi pamoja na wewe kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana. Leo tuko na story gani? Mtazamaji, nikuulize kwanza, umesubscribe Biomedia? Kama bado, gusa alama ya kengele. Lakini pia ifuatilie Biomedia kuna mtandao wa Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Habari ni nyingi kweli kweli, lakini pia update ni za papo kwa papo, lakini pia za kila wakati. Mimi ni Official Rose D. Leo bwana, unaambiwa Mange amemshushia kichambo baba mzazi wa marehemu mwanadada Karina baada ya mazishi. Umemtoa kafara mwanao. Haya, hii ni moja kati ya story ambayo inatembea sana kwa sasa mitandaoni kuhusu kifo cha utata cha msanii Karina, ambako mengi ilizungumzwa, lakini kubwa ni kuhusu kulogwa. Wapo ambao walisema Karina amelogwa na mke mwenzake, na hii ni kwamba tu walikuwa wanagombania bwana, kumbe mwanaume unaambiwa. Sasa Karina alikuwa anamtukana huyo mwanamke mwenzake hapo nyuma kipindi wanagombana. Sasa huyo mwanamke ambaye walikuwa wanagombana alikasirika, akaamua kumloga Karina na kwanza kuteseka. Takribani kama miaka 8 hivi anaumwa tumbo na kufanyiwa operation za mara kwa mara. Baadaye tukaja kumsikia mama yake mzazi na mwanadada marehemu Karina kwamba alikanusha hayo madai ya mwanae kulogwa na mke mwenzake, na badala yake alisema kunako vyombo vya habari ya kuwa mwanae kalogwa kweli, lakini ni shangazi zake ambao walikuwa wana mpango wa kumtoa kafara mwanae muda mrefu, na hilo jambo hata baba yake Karina analijua. Alizungumza mama yake na mwanadada marehemu Karina alipoulizwa kuhusu sakata hilo kwamba mbona watu wanadai ni mke mwenzake na Karina. So aliweza kujibu hilo kwamba waliachana tu muda na familia ya upande wa mume wake ambaye ndo baba yake na Karina, na huko kwenye upande wa mume wake wana hizo tabia za kutoana makafara, na walishasema kuwa lazima watamuua kwa kumtoa kafara Karina, jambo ambalo liliwashangaza watu wengi sana na kuwasikitisha wengi kiukweli. Lakini baadaye tuliona baba mzazi wa marehemu Karina alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu hilo, alikataa katu na kusema imani tu, yeye na dada zake hawanaga hayo mambo. Karina alikuwa na ugonjwa wake tu ambao ni wa muda, lakini pia uchumi ndio ilikuwa tatizo kwao, lakini wangemuwahi kutoka kile kipindi tatizo halijawa kubwa, basi angepona. Baadaye kabisa watu walipokuwa wanamchangia, tatizo lilishakuwa kubwa kwa Karina, ila mambo ya kulogwa ni uongo. Baba yake Karina amekanusha kwamba Karina hajalogwa, ni uongo, wao hawanaga hizo tabia. Alizungumza baba yake Karina kama kumjibu mke wake kuwa hahusiki na hayo mambo ya ushirikina. Baada ya baba yake Karina kuongea hayo, dada wa taifa bwana, kama ambavyo tunajua dada yetu Mange Kimambi, dada wa taifa, hawezagi kuona jambo alafu akalifumbia macho, hawezagi kuona jambo alafu akakaa kimya. Ameshusha kichambo moja kwa moja ambako kinaenda kwa baba yake mzazi na mwanadada Karina. Iko hivi, mimi ninanukuu tu kile ambacho amezungumza mwanadada Mange Kimambi, dada wa taifa. Anakwambia baba na mashangazi ukweli wanaujua, mama hawezi kudanganya. Ukweli ni kwamba wamemuua mwanae kwa ajili ya utajiri, na ni kwamba hata Karina mwenyewe kabla ya kufa alishawahi kusema kuwa wanamloga. Kwa hiyo baba ameamua kufunika kombe tu mwanaharamu apite, lakini ukweli anaujua. Unaambiwa hao mashangazi msibani hawakuja kumzika Karina. Hapo ndo imefanya tuamini kabisa kwamba kumbe wamemloga Karina. Inasikitisha kiukweli. Lakini pumzika kwa amani mdogo wangu, malipo ni hapa hapa duniani. Uliwaomba sana msamaha wa kusamea ulipowakosea, lakini hawakumaliza roho yao mbaya, basi maskini wakakumaliza, lakini roho yako itawalilia siku zote za maisha yao. Amezungumza mwanadada Mange Kimambi kupitia akaunti yake ya Kimambi hapo. Wewe mfuatiliaji wetu wa Biomedia, una lipi la kuzungumza kuhusiana na hili la mwanadada Karina kufariki dunia, wakati huo kifo chake kikiendelea kuzua mijadala mbalimbali kunako mitandao ya kijamii? Mtu tayari amekwisha kufariki, lakini mengi yanazidi kuzungumzwa, mara hili mara lile mara kile.
Wewe unalipi la kuzungumza? Ameandika kwa uchungu sana mwanadada Mange Kimambi kunako mtandao wake na akaunti yake ya Mange Kimambi app kuhusiana na hili ambalo linaendelea, akidhihirisha moja kwa moja kwamba mashangazi pamoja na familia upande wa baba yake na Karina moja kwa moja wamehusika, kwani hata kwenye mazishi ya Karina hawajafika. Jambo ambalo linatupa picha mbaya sisi watazamaji, lakini pia sisi mashabiki mbalimbali wa mwanadada Karina, lakini pia wale ambao sio mashabiki zake lakini wameonekana kuguswa na msiba huu. Na wewe unayetufuatilia, iko hii ambayo tumekusogezea ya siku ya leo kwamba baba mzazi amefanya mahojiano na chombo cha habari na kukataa na kukanusha taarifa hizo za wao kwa washirikina na kusema ni imani tu, lakini pia kumbe bwana Karina kupitia baba yake mzazi ni kwamba uchumi ulikuwa unasumbua, hali ambayo wakati ugonjwa unamwanza walishindwa kupata fedha kwa ajili ya matibabu yake, na mpaka inafikia ugonjwa wake unawekwa hadharani kwenye mitandao ya kijamii na wadau mbalimbali kwenye nchi ya Tanzania kuanza kumchangia, ugonjwa uliisha kuwa mkubwa. Hayo ni maneno ya baba yake mzazi na Karina akiwa anazungumza ili tu kukanusha yale madai ya kwamba upande wake yeye pamoja na dada zake wamehusika kwenye kumtoa kafara mwanadada Karina. Mambo yanazidi kuwa mengi, vuta ni kuvute zinaendelea kuonekana kwenye mitandao ya kijamii. Lipi ni lipi? Endelea kudondosha komenti yako hapo, na wewe unayetufuatilia una maoni gani? Hii ni Bayo Media, channel pekee inayokupa update za kila wakati. Endelea kutufuatilia kuna mitandao mingine ya kijamii kwa ajili ya kupata taarifa zetu pale ambako tunaweka tu kwenye channel zetu. Subscribe, gusa alama ya kengele, itakuwa inapendeza zaidi. Mimi ni Official Rose D, mpaka wakati mwingine.